Wanasema sheria ni kama msumeno, unakata kushoto na kulia. Kwa hiyo wote ambao atakuwa amecross basi utaweza kumpitia. Siku ya jana ndio imekuwa siku rasmi ya hukumu ya tukio ambalo lilifanyika mwaka 2022, uhai wa kijana mmoja ambaye alikuwa ni mfanyabiashara wa madini akiondolewa uhai wake na polisi ambao namba yao ilikuwa imetajwa 7, lakini waliokutwa na hatia ni wawili na hivyo wamehukumiwa kunyongwa. Nikukumbushe tu kwa Tanzania hawaruhusu kunyongwa mtu moja kwa moja. Kwa hiyo tafsiri yake unaenda kufungwa kifungo cha maisha mpaka pale hatima yako ya uhai itakapokwenda kukatishwa na mwili wako wewe mwenyewe, ama afya yako ikienda kusaliti, basi ndio unakuwa mwisho wako. Kwa hiyo inakuwa ni kifungo cha maisha tu, lakini hukumu kule inapita ni hukumu ya kunyongwa. Sababu kubwa ni mambo ya haki za binadamu. Hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuuawa. Kwa hiyo kila binadamu ana haki ya kuishi, na ndio maana hukumu ya kunyongwa siku hizi haitekelezwi kwenye nchi ambazo zinaendeshwa kwa tamaduni za kidemokrasia. Sasa kijana jina yake anafahamika Musa Hamisi. Ni kijana ambaye anatokea kule Mtwara. Ilikuwa ni tukio moja ambalo lilitikisa kweli kweli jiji la Mtwara. Polisi wakaweza kusika kwenye hilo tukio, wakaweza kuondoa uhai wa kijana. Kwa hizi ni za ndani kabisa ambazo huwezi kuzipata sehemu zingine isipokuwa hapa pekee Locha Media. Na kwenye story leo nitakupitisha kwenye story ilivyoanzia, tukio lilipopitia mpaka jamaa anaenda kukutana na umauti na watu wanapandishwa kizimbani na hukumu inaenda kutolewa. Mwaka 2022 jamaa Musa Hamisi alikuwa ni mpambanaji tu kama unavyojua maisha ya hapa na pale. Kwa hiyo alikuwa anajiokotea dusko zake kushoto na kulia kama mchakalikaji mwingine tu, akiwa na bodaboda yake, anaingia kushoto anaingia kulia, anazoa abiria, basi anajipatia 200 na yeye maisha yake anaweza kusonga. Akaona umri unamwacha mkono, alafu mambo hayaendi. Yani ile nyimbo yatapita, nadhani ilikuwa kama ameimbiwa yeye vile, lakini imechelewa tu kutoka. Na hisi mistari alikuwa amempata Diamond Platnumz yeye, then akachelewa kuitoa, hivyo mambo mengine yakaweza kuendelea. Na kweli alikuwa amepita, lakini kupitaji wake ndio lilikuwa chimbo la kaburi lake nenda kutengenezwa kupitia ile pesa ambayo alikuwa ameitengeneza kwenye madini. Sasa jamaa akaona umri unaenda, alafu maisha haeleweki. Akaamua kuchimba, akaenda huko machimboni kwenda kutafuta madini. Na kweli bwana, Mungu amtupi mja wake, kama ambavyo wahenga wanasema Mungu si Asumani. Sijui Asumani alimkosea nini au kwa nini anafananishwa na Mungu, lakini akaweza kuokota bana, na kwenye kuchakata ile kusafisha, kweli dhahabu ikapatikana ya kutosha kabisa. Mshikaji kabidi azame kwa mnunuzi, watoka muunganisha mpaka mnunuzi, na kweli akauza akapata kiwango cha dola of course kama 35,000 hivi na uchafu. Kwa hiyo kwa pesa za Kitanzania kama milioni 70, na pesa ambayo kwa mtoto wa kimaskini hajawahi kuishika na hakutegemea kwenye maisha yake kama ataishika. Bana, pesa ni mwanaharamu, na siku zote kama hujawahi kushika hela nyingi basi utakuwa mwenda wazimu kila siku. Jamaa akaweza kuipata ile pesa. Wangu yeye alikuwa amechukua dola kama dola. Kwa hiyo ikachimba nyumbani cha kwanza mama yake akamnunulia betri ya sola, akamnunulia na taa za kutosha pale nyumbani kuhakikisha kuna mwanga. Kwa hiyo ilikuwa kama nuru hivi imeweza kurejea tena nyumbani, kwa sababu udogo ameshaokota kibunda cha kutosha. Anachokifanya yeye sasa hivi ni kuweza tu kuangalia mambo mengine ambayo aweze kupabadilisha nyumbani pawe pakishua zaidi, na ile pesa ionekana ametumia kwenye matumizi sahihi. Kwa hiyo akampigia simu mjomba wake, akamwambia natoka kijijini na kuja huko Mtwara kuja kuibadilisha hii pesa, kwa sababu kama unavyojua benki kubwa zote zipo mjini. Kwa hiyo itabidi achomoke kijijini ili aende mjini kwa pesa kama ile aweze kuibadilisha kwenye hizi benki ambazo ni branch ndogo ndogo. Lazima aende main ili akapate pesa ambayo ni ya kueleweka. Lakini sitoitaja jina la benki kwa sababu kama unavyojua mambo ya haki na sheria ile ni za ndani. Sasa sitoitaja benki, lakini benki nitatumia jina tu la ajabu kwamba ili ikafahamike tu kama kuna benki alikuwa ameelekea. Kwa hiyo akampigia simu mjomba wake akamwambia nimeshafika Mtwara. Kweli mjomba katinga. Mjomba wake ni hawa tu madaladala ambao ni tunaweza kusema tu ni nani anapiga wapiga debe wa stendi piga debe. Kwa hiyo akapiga nimpiga debe tu mjomba wake. Kwa familia mzima, ukoo mzima hauna maisha ya kueleweka. Yeye ndo alikuwa anaonekana kama tobo hivi ambao limetengenezwa wengine kuja kufikia utajiri. Mjomba kamuongoza mshikaji mpaka benki, wakaingia ndani na kweli wakafanikiwa kubadilisha ile pesa. Lakini jamaa alikuwa ametoka na kiasi kingine aliweza kukiacha kule nyumbani kwa mama yake. Akachomoka na ile hela, akaingia Mtwara, akaingia benki na mjomba wake, wakafanikiwa kubadilisha, ikawa pesa ikapatikana kama milioni 35 hivi cash. Sasa mhudumu mmoja hapo wa benki akamwambia
hizi pesa unaenda nazo wapi? Akasema nataka niondoke nazo leo niende nazo kijijini. Akamwambia hii ni hatari sana, kwa sababu ilikuwa mida ya jioni, unataka kuchezea hatari. Ni vema ukabaki ukalala gesti, kesho asubuhi ukaondoka vizuri. Yule akaona kwa sababu hao na wafanyakazi wa benki na ana uzoefu na pesa, basi acha nimsikilize. Kwa hiyo akachukua ule ushauri, ile pesa akaondoka nayo, akaenda kwenye gesti moja akabuka. Na bahati mzuri dada alimuelekeza mpaka gesti ambayo ni mzuri ya yeye kwenda kuweza kuishi pale, akalale ule siku ili kesho yake aweze kusafiri. Kweli jamaa akaenda kubuku wa moja ya gesti ambayo ni mzuri, lakini ile siku alilala kwenye hoteli, sio gesti kama guest house zingine. Akabuku hoteli mzuri. Mambo ya vijana, pesa bana, wanasema maskini akipata vitu gani uliambwata. Kwa hiyo na kweli pesa hapa hajifichi. Jamaa akaweza kuingia kwenye klabu moja na kuweza kuonesha heshima. Akawa unajua watu wakiwa na pesa afu kama hujashika uje kushika hela nyingi, kwa hiyo utaonekana tu kama una hela hiyo siku. Ile company watu wanaomzunguka wote wananunulia vinywaji. Sasa nataka nikufahamishe tu, hata makachero ni wale ambao ni usalama wa taifa ama uchunguzi wa vitu vya ndani sana. Kama CIA wanatilia mashaka sana, au wanakuwa wanavutiwa sana kuweza kufuatilia mtu ambaye akienda sehemu anakuwa yeye ndo main wa kuwa sponsor watu wengine wote. Wanataka kujua sana anafanya kitu gani au anafanya kazi gani. Sasa moja ya mtu ambaye alikuwa amemchoma ni wale wahudumu wa pale bar, wakati anaendelea kumhudumia yule jamaa, na wakati watu wengine wamemzunguka anaendelea kumwaga pesa. Akamwambia hivi, wakamuuliza wale makachelo, yani maskari tafsiri yake, hivi inawezekanaje yule kijana mbona mdogo vile alafu anatumia pesa nyingi, yule ni nani? Akasema huyo ameuza madini leo, ameenda kubadilisha fedha, kwa hiyo ndio yuko hapa leo ana spend hivyo muda wake ili kesho achome aende wapi? Aende kwao. Wale wakavutiwa, walivyosikia habari ya pesa tu wakaanza kuvutiwa. Wakaanza kutengeneza mchongo sasa ilianzia wapi na wataanzia wapi. Wakabidi wafanye mawasiliano ya haraka, wakapata ile benki ambayo alikuwa ameenda kubadilisha fedha, na wakampata yule mhudumu ambaye alikuwa ameshiriki kwenye kubadilisha ile fedha. Kumuelekeza pia kwenye ile guest ya sehemu gani akalale ili akapata usingizi mzuri ili kesho yake aweze kusafiri. Sasa alivyoenda kwenye mawasiliano na mambo yote, jamaa muda umefika, inabidi ageuke aende zake lodge au kwenye hiyo guest house ambayo alikuwa amefikia. Amerudi nyumbani, ila anaingia tu mida ya saa 10 usiku, anasikia mlango unagongwa kwa nguvu, anataka kufungua, ile polisi wameingia ndani. Akasema hapo uko chini ya ulinzi, unashtakiwa kwa kesi ya wizi wa pikipiki. Iko ni kitu kimoja hapa ambacho alikuwa ameambiwa yuko nacho, kesi cha wizi wa pikipiki. Akasema pikipiki? Mbona mimi sijafanya iko kitu? Akamuuliza hela ziko wapi? Hela? Mimi mbona sina hela? Wakasearch mle ndani wakakuta kama 1,200,000 hivi. Kitu ambacho wao wenyewe hawakulizika kwa sababu anajua jamaa na dusko za kutosha. Kwa hiyo kama wao umepiga dusko za kutosha, umechukua kule karibia 35,000, alafu unakuja kutuambia hapo na 1,200,000 tu, japokuwa tupo wachache, lakini hii pesa haitoshi, sisi tunahitaji pesa ya kutosha. Jamaa akakaza, na wao walisearch chumba kizima hakukuwa na hela. Kwa hiyo ikabidi wamchukue mpaka polisi. Kule polisi wakamfungulia faili ya kwamba yule jamaa alikamatwa ameiba pikipiki, ana mashtaka ya wizi wa pikipiki hivi na hivi, akalala pale. Sasa unajua hakuna kitu kibaya kama kuweza kulala kituo cha polisi, kwa sababu ukisha lala ukafikia saa 5 asubuhi, hiyo kesi sio haiko chini ya polisi tena. Hapo tena habari za mahakama na mambo mengine yanaendelea kufuata. Yule jamaa ilipofika asubuhi, mambo yakaanza kubadilika kabisa. Yaani unajua hauelewi mwanga utakuwa namna gani na utafikia hatua gani. Jamaa akamkamata, amemfungia ndani. Mida saa 5 ilipofika, ndio ilikuwa wakati ambao ni mbaya kwenye maisha yake. Na mimi sehemu ya pili nitakuhadithia ni nini kiliendelea kutokea kwa yule jamaa. Bye bye.